vipi? Poa kama kawaida. Yeah. Bwana, tunataka tufahamu mambo mengi kuhusu Simba na wana Simba pia wanataka kufahamu mambo mengi. Malengo ya msimu huu ni kuchukua ubingwa. Mpaka sasa hivi mko nafasi ya 3. Lakini pale mtakapocheza vipolo vyenu kuna nafasi ya kufika nafasi ya 2. Una neno lipi kwa wana Simba kwa msimu huu? Kwanza ni wana Simba ningependa kuambia wawe pamoja na timu yao, tuwe pamoja ili tuweze kufanikisha malengo ya klabu tuliyojiwekea. Na kuhusu swala la kuchukua ubingwa, sisi kikubwa kama wachezaji tuna play part yetu ni kushinda kila mchezo. Ndio hicho ambacho sisi tunapata kukifanya. Kwa hiyo tuna imani tukishinda kila mchezo tutakuwa mabingwa. Kwa hiyo sisi focus yetu kubwa ni kushinda kila mchezo ambao uko mbele. Sasa kitu kingine ambacho nataka tuzungumzie ni hali ya kikosi kwa sasa. Kunaonekana toka dirisha dogo mlivyosajili timu yenu imekuwa bora sana. Ushindani wa namba unaoonyaje katika timu mpaka hivi sasa? Ushindani ni mkubwa na sehemu yote yenye ushindani huwa matokeo chanya yanakuwepo. Kwa hiyo ushindani umeongezeka, kikosi kimeboreshwa kwenye sehemu zile ambazo zilikuwa zinahitaji maboresho na mahitaji yaliyopatikana yamepatikana mazuri, kwa sababu pia wapenzi wa mashabiki pia wanaona kama huu usajili uliofanywa ni mzuri kwa klabu yetu na kwa muda huu mfupi wameonyesha mafanikio ya hatua fulani, lakini pia ni chachu pia kwa wachezaji pia kwa huu muda mfupi ambao wamefanya hivyo na vizidi kuongeza, kwa sababu ukiangalia timu yetu ni timu kubwa na inahitaji mafanikio makubwa pia, na wapenzi na mashabiki pia wana imani kubwa na timu yao. Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kupambana ili tuweze kufika yale malengo ambayo tumejiwekea. Nyie wachezaji ambao mna muda mrefu ndani ya Simba, labda mna kipi ambacho mnazungumza na wale wachezaji ambao ndo wanaingia kwenye timu kwa mara ya kwanza? Sisi kikubwa huwa tunakaa chini tunaongea nao kwamba bwana, hii timu ni timu kubwa, timu yenye malengo makubwa, ni timu ambayo huwa haofii kufanya marekebisho muda wote pale wanapoona kwamba mchezaji fulani ukizi mahitaji yao wao ni muda wote ule. Lakini pia ni kama nilivyosema mwanzo, unaweza ukaja mchezaji mzuri ukacheza mechi 2, mechi 3, washabiki wakakupenda, baadaye tena ukawa upo sawa. Inatakiwa uwe mwendelezo, sio leo mechi moja umecheza vizuri kesho vizuri, hapana. Kwa mashabiki wa Simba ni watu wanaopenda mpira kweli kweli na watu wanaopenda wachezaji wao kweli kweli na wanapenda timu yao ifanye vizuri, na hasa pale unapofanya vizuri mashabiki wetu wanakuwa wapo mstari wa mbele kabisa na wanajizatiti. Kwa hiyo kikubwa ni watu tunakaa nao chini tunawaambia. Ipi siri kwako kwa wewe kukaa Simba? Siri ni ipi labda kwako Duchu? Yule kijana ambaye yupo mtaani na ana ndoto ya kuja kufika Simba kukaa muda mrefu. Mimi nadhani hata toka nikiwa mdogo nadhani makuzi yangu pia yamesaidia hata sehemu ambazo nimepita za mpira. Unaweza ukawa mchezaji mkubwa sana, una talent kubwa sana, lakini kama huna nidhamu, huna juhudi, ni kitu ambacho huwezi kufika sehemu yote. Na wachezaji ni wengi sana wenye talent lakini hawana nidhamu. Kwa hiyo katika kitu cha kwanza usiamini sana katika talent yako, unatakiwa uamini katika nidhamu, uvumilivu na juhudi zako pia. Sawa. Hiko ni kitu kingine ambacho tumekisikia kutoka kwako kuhusu namna ambavyo inavyoenda. Sasa weekend hii kuna mchezo wa CRDB Bank Federation Cup. Ukicheza na B19 kama sikosei. Yes. Maandalizi yakoje kuelekea kwenye mchezo huu? Kwanza kabisa ningependa kusema maandalizi yetu sisi ya kila mchezo unapoisha unaokuja mwingine ni maandalizi mengine makali zaidi. Kwa hiyo huwa mwalimu aangalii kwamba huu mchezo tunacheza na timu ya design au ya design, hapana. Maandalizi yako vile vile kama mchezo uliopita, maandalizi ni makubwa, na kama ukiangalia mpaka sasa tupo kambini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo. Kwa hiyo ni jinsi gani unaona kwamba huu mchezo tumeuandaa kiukubwa mpaka sasa tupo kambini. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunauchukulia serious. Kwa hiyo ni mchezo muhimu sana kwetu ambao tunahitaji matokeo. Shukrani sana Duchu. Asante sana.